Katika misimu hivi karibuni timu za Tanzania zinapokutana na timu za Zambia, ushindani unakuwaje na matokeo yanakuwaje? Unajua sisi tuna timu mbili kubwa ambazo zinafanya vizuri. Zambia hawana hizo timu mbili. Kwa maana ya uwezo wa Simba na Yanga kwa sasa hawana. Umenielewa swali langu vizuri lakini Hans? Nimekuelewa ndio. Vizuri? Ndio nimekuelewa. Sasa kama mnasema ile ni ligi yenye ushindani, kwa nini wakikutana na club kutoka Tanzania out? Ushindani unajua unavyozungumza ni upi po? Ndio. Wale wana timu zaidi ya 5 ambazo zote ni kubwa. Kwamba hizo timu 5 zina uwezo wa kuzalisha mechi 10 zenye ushindani na intensity kweli. Sisi ligi yetu ina timu kubwa 3. Sasa hapo tunafanyaje? Tuna game 6 na kuongezea hapo. Kama una timu 10 ambazo zinaleta ushindani kwenye zile timu ambazo kwenye michuano ya ligi ya mabingwa ama kombe la shirikisho, kwa maana hiyo zitakuwa na ubora wa hali ya juu kwa sababu wenyewe kwa wenyewe wanapeana ushindani. Ukilinganisha na hapa Tanzania kwamba Simba na Yanga hawapati ushindani mkubwa zaidi ukilinganisha na wale ambao wanatoka kule katika ligi ya Zambia. Lakini wakutana Simba na Red Arrows, Simba na Nkana, sijui Yanga na Zanaco na kadha wa kadha, nini kinatokea? Nadhani mazingira yao kwenye michuano ya kimataifa kwa sasa hayako vizuri. Lakini ushindani wanaweza kutoa. Na nadhani mara mwisho timu ya Zambia kukutana na timu ya Tanzania uliona kilichotokea baina ya Red Arrow na Simba. Ilibidi goli la ugenini litumike. Ni hao watu ambao wanaweza kucompete, lakini inawezekana kwa sasa hawako vizuri. Maybe kiuchumi kutafuta wachezaji wengi zaidi wa kigeni ambao watakuja kuchanganyikana na wandani kuzipeleka timu zao next level, au mazingira na maandalizi yao hayako sawa. I don't know ni kitu gani ambacho kinawakuta. Sasa rudi kwenye swali la msingi la Jessica Magama juu ya Joshua Mutale, kwamba wakati mwingine anapata nafasi unamuona kabisa kama kuna kitu huyu ana kitu, lakini kile kitu hakikamilishi. Nafikiri swali lake liliishi kwenye mazingira hayo, lakini pia mimi nikiongezea kwa Joshua Mutale, ni mchezaji mzuri sana ama ni mchezaji mzuri tu ama ni mchezaji wa kawaida? Unajua ukisikiliza nilivyoanza, nimeanza kwa kumhurumia Joshua Budo Mutale. Nimeanza kwa kauli ya kusema I'm so sorry for him. Ndio nimeipata hiyo, kwa sababu sisi tunaangalia mchezaji kwa picha ya nje uwanjani tu. Hatujui exactly ni nini ambacho anapitia. Nimeanza kwa kutaja namba zake za msimu uliopita kwamba ni mtu ambaye alihusika kwenye 20 goals, na mimi ni mtu ambaye nimekuwa na report transfer. Joshua Budo Mutale ulikuwa ni usajili wa kwanza wa Simba wa mchezaji wa kimataifa. Magori amesafiri, amekwenda Zambia, amefanya negotiations kwa ajili ya kumpata Budo. Budo hakuwa free agent. Budo alikuwa na mkataba na timu yake. Simba wamevunja mkataba, wamelipa pesa, wamemsajili. Ina maana kwenye zile top target za Simba kwenye sama ni Budo Mutale alikuwepo pale. Unakuwa na option kwamba namtaka fulani. Unaanza na machaguo yako yale muhimu. Ina maana Budo alikuwa ni chaguo la kwanza la Simba kwenye dirisha kubwa. Wao waliamini kwamba pale wamepata bora kweli, wamepata mtu, wamepata player kweli. Na kwa namba alizokuwa nazo msimu uliopita, ni Budo ambaye alikuwa anatumika kwenye position tofauti. Budo anaweza kucheza kama inside 10, Budo anaweza kucheza kama central midfielder, Budo anaweza kucheza kama winger, Budo anaweza kucheza kama false number 9. Namba zake zimekuwa zinapatikana hivyo akiwa Zambia. Sasa amebadilisha ligi, mazingira, ametoka Zambia amekuja Tanzania. Wachezaji wako tofauti po. Kuna mchezaji anakuja moja kwa moja ana click. Yaani hahitaji hata game 2. Game ya kwanza tu ashakubaliana na hali ya hewa, ashakubaliana na atmosphere, ashakubaliana na vyakula, kila kitu. Anachokuja tu ni kuclick na kuanza kukupa performance. Kuna mchezaji mwingine anahitaji muda. Yaani utamkataa mwanzoni. Mfano mzuri ni kwa Luis Mixon. Alipofika Tanzania, kuna watu walimkataa mwanzoni kama mchezaji gani tumepigwa hapa. Alikuwa anaonyesha dalili Mixon. Nani? Joyce Lomalisa. Na uzuri Mixon kesi yake ulivyoitaja, mfano wa Mixon unaweza ukautumia kwa kufananisha na Mutale, kilichomtokea Mixon alivyokwenda Ahli. Sure. Joyce Lomalisa unakumbuka kilichomtokea mwanzoni. lakini watu walimvumilia wakampa muda akafanyaje, akaimprove.
maisha ya nje ya Budo Mutale yanamsupport kuperform uwanjani? Hilo ni swali kubwa sana. Hapo unamaanisha nini? Maisha yake ya nje ya Budo Mutale anayopitia kwenye ardhi ya Tanzania. Kuna mambo hayako sawa kwa Budo. Mambo kama mambo gani? Ambayo hayako sawa. Anapigwa misumari. Ligi yetu ina mambo mengi sana. Ligi yetu ina mambo mengi sana. Hayo tunaweza kuyaweka kwenye nafasi ya ushindani uwanjani. Nataka nikwambie kitu kimoja. Au anapigwa misumari. Nataka nimjibu Jessica kitu kimoja. Nilikuwa nasikiliza interview ya Fiki Begristan na Ferran Soriano, mkurugenzi wa michezo na mkurugenzi wa ufundi wa Manchester City. Ndani ile interview ilifanyika 2021. Wakaulizwa kwamba vitu gani huwa mnafanya kuwawezesha wachezaji wenu kuperform. Fiki akajibu akasema, tunapomsajili mchezaji huwa tunahakikisha tumekamilisha kila kitu kwenye masuala ya uhamisho, kwa maana ya sign on fee, signing fee, kwenda kwenye timu anayotoka, mshahara na kila kitu. And then tunakuja kwa mchezaji binafsi. Mchezaji tunahakikisha kila kitu kiko sawa, kuanzia bill za nyumbani, maji, watoto, nini, kila kitu. Tunachokitaka ni concentration ya mchezaji. Akiingia uwanjani hana stress yoyote ya nje ya uwanja. So ni kazi moja anayowaza, kuingia na kuperform. Au mcheki kocha wa Belgium, huyu ambaye alitoka Ujerumani, huyu anaitwa, jina limetoka, Tedesco. Aliulizwa jinsi gani huwa unaishi na wachezaji, akasema kuna mchezaji mwingine anahitaji umfokee ili aperform, kuna mchezaji mwingine anashindwa kuperform kwa sababu ana matatizo nje ya uwanja. Kwa hao wachezaji wote huwa anaishi nao kutokana na wanachokihitaji. Anayetaka kufokewa huwa anamfokea, lakini mchezaji ambaye anahitaji uwepo wangu huwa ninaandaa kikao. Naweza nikaandaa dina jioni, nikaita familia yake, mke wake, nikaenda kuzungumza kama baba au kaka, sio kama kocha. Nazungumza nao kama baba. Nataka kujua shida inayomkabili ni nini. Ataniambia labda familia, sina utulivu, labda kuna kitu kinanivuruga. Nitamsaidia, atarudi mchezoni. Awishua ina Budo na mazingira sahihi nje ya uwanja. Kwa sababu mimi mara mwisho nimemwona Budo anapoteza rhythm alivyopata injury dhidi ya Mashujaa. Kwa sababu nimekusikiliza kwa uzuri sana juu ya Mutale. Mutale kama hana furaha, mbona kwenye mitandao ya kijamii anacheza, anafurahi? Unamwona kabisa ni mtu ambaye amejiachia na posti zake pia anazotoa ya moyoni na zenyewe uzitaje. Sawa, hizo za moyo, lakini mimi naangalia sana kwenye tabasamu kwenye tabasamu zaidi. Anaonekana mtu ambaye ana raha, anafurahi, anaonyesha kila kitu. Hujawahi kufeki. Unasikia po? Hujawahi kufeki flower. Sasa hiyo ni inabidi ufanye tafiti. Saikolojia inasema kwamba mara nyingi mtu ambaye anataka kuprove furaha ni mtu ambaye ana huzuni. Yes. Na kwa hiyo Mutale ana huzuni. Sijajua. Unajua ndio maana nataka tuishi tu kwenye ile furaha ambayo mimi anaionyesha. Yani hicho ambacho wewe unakizungumza, tukumbuke ni kitendo ambacho kinafanyika hata sekunde 10 haziishi. Ila kuna maisha nje hicho alichokifanya hapa. Yani unajua Kamanda, leo mtu anaweza kapiga picha yuko kwenye moja kati ya hoteli za kifahari. Ila huenda sio maisha yake. Au kuti hata alikuwa anapita tu akawa. Na hivyo unavyosema kuna watu wanakusikiliza sasa hivi ndio michezo yao. Yes, mtu anakuja na begi la nguo kwa ajili ya photoshoot. Na mimi watu wana hiyo. Unasema begi la nguo, kuna watu airport wanaenda pale. Anaenda na mabegi hivi kama anasafiri, anapiga picha, afu huyo anarudi zake nyumbani. Au mara ngapi mkai unakaa hapo uko na stress, lakini ukikaa hapo unafanya kazi yako, unacheka vizuri, lakini ukizima mic unaendelea na maisha. Sasa basi Mutale kama huku nje anatuonesha vile, mimi zika nimekuja hapa na mambo mengi kweli nyumbani huko. Lakini kija hapa na nasukuma gurudumu. Sasa kwa nini Mutale akipewa nafasi ya kusukuma gurudumu uwanjani? Wewe unasukuma gurudumu kwa sababu afya yako iko timamu. Wewe ni mchezaji wa mpira, kama afya yako haiko sawa huwezi kusukuma gurudumu. Kwanza kabisa Mkai, unajua msimu huu kwenye kama afya yake ingekuwa haiko sawa, tungepewa taarifa kwamba Mutale ni mgonjwa. Unasikia? Issue za ugonjwa kwenye hizi timu kubwa huwa hazitoki with such liberty. Lakini
Fadlu sio mjinga kiasi hicho mpaka anampa nafasi Mutale anaingia uwanjani. Wewe kila siku nafasi unapata injury haieleweki. Hichi kinachoitwa nafasi, hichi kinachoitwa nafasi. Ndio. Mutale amecheza kwenye ligi kuu dakika 464. Nyingi sana hizo. Dakika 464 ambazo zimekava mechi 13. Huu ni wastani wa dakika 30. Ya dakika 35 kwenye kila mechi. Sasa unajua kwenye football unajua michezo inatofautiana. Kwa mfano kwenye basketball kuna mchezaji anaweza yeye akawa wastani wake kwenye kila mechi ni dakika 5. Na hizo dakika 5 yeye akifika ana wastani labda point 5 mpaka 7 na hizo zinakuwa zinaingia provided yeye anatokea bench. Sasa kwenye football kwa kesi ya Mutale of course mshahara wake unaingia kama kawaida, alipewa signing fee, hadai chochote, so that part is taken care of. Lakini kama wewe Mkai ulikuwa ni mchezaji yule mchezaji bora kwenye timu yako, alafu hiki anachokisema Hans kwamba kwa sababu kwa nini kwanza mchezaji anapata dakika 464 peke yake, ndio hizi kwamba leo uko fiti, kocha anakupa nafasi, unacheza, ukicheza tu ile mechi pap unapata knock, unakaa nje ya uwanja labda mechi 4, unarudi tena mazoezini, unacheza kidogo, ama hapo umerudi mazoezini unapata knock. Ni kitu ambacho na hata inaweza isiwe knock, injury. Yes, yani of course Budo anasumbuliwa na injury ambayo hapa juu kwenye metataso hapa juu hapa, injury yake iko hapa tangu mechi na Mashujaa. Hapa ndo kuna shida hapa juu ya mguu. Okay. Huwezi kuperform kama uko unfit. Huwezi kuperform hata siku moja. You are not okay. Sasa kwa nini asijitibi? Au ni nani mwenye jukumu la kuhakikisha kwamba yuko sawa? Rafiki yangu. Vitu vingine. Crown Media. Hapa ni nyumbani.